Mwanzo ni matusi, pili ni madharau ya hali ya juu. Amekuja katika swala hilo la wanamuziki na akawa akisema baadhi ya yale ambayo walipeleka kule ni pamoja na wimbo wa Tutam, na ni kitu ambacho kilimgadhabisha aliyekuwa naibu wa rais. Mimi ningetaka kumuuliza ndugu yangu Nyutu, mbona ile wakati William Ruto akiwa na Rigathi Gachagua, hawa wanamuziki walikuwa wanaimba kuhusu William Ruto na Rigathi Gachagua kuchukua. Sasa wakati yeye ameng'atuliwa, hao wanamuziki wakiimba ya kwamba William Ruto atakuwa Tutam, mbona yeye anasikia vibaya? Hawapaswi kusikia vibaya, kwa sababu kila mtu, kila mwanamuziki, kila mwana Kenya ana uhuru. Hivyo hayakuwa malalamishi walipeleka ni sera za siasa tu? Hapana, kuna malalamishi yao walipeleka, na katika malalamishi yale ama katika mazungumzo yale wakasema ya kwamba serikali, tumeona labda mmefanya hii, kama ni manyumba tumeona mmejenga, bei ya kahawa mmetengeneza, sasa bei ya kahawa iko sawa, mbolea mlipunguza bei, sasa mbolea iko sawa, sukari tulikuwa tunaleta kutoka nje, siku hizi hatuleti sukari kutoka nje. Sasa wakasema ya kwamba Tutam, na hakuna shida na hiyo. Na aliyekuwa naibu wa rais akisema kuomba msamaha, manake ni wa Kenya, bado mnasikia vibaya. Wacha nimlete Mheshimiwa Didmas. Kuna kitu ameuliza Mheshimiwa Joe Nyutu kuhusiana na wewe, masuala ambayo umeibua pia ya akili, na endapo ni dharau kwa aliyekuwa naibu wa rais. Amezungumzia masuala matatu. Nataka kumjibu masuala hayo matatu yote kwa chini ya dakika moja. Cha kwanza na cha msingi ni kwamba mimi ni mbunge wa kitaifa, sio mbunge wa kimilili peke yake. Kwa hivyo nina uhuru na uwezo ya kuangazia masuala ambayo sio ya kimilili peke yake, lakini ni ya kitaifa. Swala la pili ni kuwa mbunge amesema kwamba mbona vipi ikawa tunamzungumzia Rigathi Gachagua kama hana katika ushawishi, bunge la kitaifa siku kama hana ushawishi, kwamba bunge la kitaifa linachukua muda kumzungumzia Rigathi Gachagua ili hali tunasema kwamba yeye hana nguvu. Unajua yeye ni mjumbe ambaye anahudumu kwa muhula wa kwanza. Mimi nimekwenda kwa muhula wa pili. Ningependa kumjuza ama kuelimisha kwamba bunge ambalo lilipita pale, kuna bana mmoja Mkisii alikuwa anaitwa Onyanja, alikuwa na walagai wajumbe, hasa wajumbe wa kina mama, na hoja ya nidhamu ikaweza kuletwa katika bunge la kitaifa. Tukamzungumzia huyu bana kwa dakika 60 kama bunge la kitaifa. Tulizungumzia pia wale wanachama wa Subordinate Defense Forces ambao walikuwa wanaangaisha wakaaji wa mlima Elgon. Bunge likajadili, kina Maswa ikajadili majina yao, kina Matakwei walitajwa kwa majina. Kwa hivyo unapoona bunge la kitaifa linajadili mwenendo ya ambaye alikuwa naibu rais wa nchi ya Kenya Rigathi Gachagua, inamaanisha ya kwamba matamshi yake ni kero katika usalama wa taifa la nchi la Kenya. Na unakubaliana bado ana ushawishi katika taifa hili? Wahalifu hawana ushawishi wote katika taifa la Kenya, lakini wanahatarisha usalama. Ya mwisho ambaye alikuwa amezungumzia hapa akasema ya kwamba vipi, mbona mimi nasema kwamba Rigathi Gachagua ni mgonjwa wa akili. Mimi sijasema kwamba yeye ni mgonjwa wa akili, nimesema ya kwamba matamshi yake yanaashiria mtu ambaye ni mgonjwa wa kiakili. Mara mingi kuna marafiki zetu ambazo ukikuwa na yeye unamwambia my friend, you appear not to be well, go and visit the doctor. That is not to mean that huyo mtu umejifanya daktari. Na nimwambie pia huyu rafiki yangu kwamba na yeye anajua kwamba mimi ni msomi, mimi nimefanywa masuala ya ila wewe sio daktari. Ila mimi si daktari, lakini kusema ya kwamba mwenendo wa rafiki yako vile anavyoenenda, matamshi yake vile anavyoenda, vile anavyozungumza, ni mtu ambaye ako kwa kile tunaita kwa Kiingereza depression, ambaye inapanda kufika kwa akili, na akipelekwa hospitali ya ubongo huenda akalazwa. Uzuri mwenye unazungumzia Joe Nyutu, najua ana majibu kuhusiana na hilo. Kabla sijaingia swala la utekaji nyara, ukandamizaji wa wale ambao nyinyi ni wabunge na mnajua mambo ambayo yanaendelea